ni kitu ambacho kinakuingizia fedha, usilewe. Uwe na kiasi. Na uweze kukipata kiasi kama una Roho Mtakatifu ndani yako. Maana Roho Mtakatifu ndiye anayezalisha tunda la Roho linaitwa kiasi ndani yako. Kwa lazima uwe na kiasi, usilewe katika jambo lolote katika jina la Yesu. Maana wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Wewe ni mtu wa Mungu aliye hai, mtumishi. Na Mungu anasema mkinitumikia nani? Bwana si atawaheshimu. Kwa heshima ya kimungu inakuja kwa watumishi wa Mungu. Kwa ni lazima usilewe mambo mengine ili uende sawa sawa na Mungu anavyotaka kwenda katika jina la Yesu. Lakini jambo la pili ambalo Paulo analiandika kwenye ile Efeso 5:18 anatoa matokeo ya ulevi. Anasema msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi. Ufisadi ni matokeo ya ulevi. Kwa mtu yoyote aliyeelewa atarajie matokeo yake kupata ufisadi. Awe fisadi. Eneo lolote ambalo utakuwa umelewa, kinachotokea utakuwa fisadi. Ndio matokeo ya ulevi. Paulo anaandika msilewe kwa mvinyo. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya kulewa kuna ufisadi unaokuja ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ufisadi ni nini? Ufisadi ni maisha au matendo ya uovu au matumizi mabaya ya madaraka kwa faida binafsi, hasa katika maeneo ya uongozi, biashara au utumishi. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaweza kusema ni kukosa kiasi. Ufisadi. Ufisadi. Matokeo ya ufisadi. Matokeo ya kulewa ni kuwa fisadi. Na ili neno kwa Kigiriki linaitwa asotia, ile ufisadi, ambao lina maana gani? Lina maana maisha ya upotovu, uharibifu, kutokuwa na kiasi au kutawaliwa na tamaa. Kwa Kigiriki ukilitafsiri neno ufisadi, linamaanisha kwamba ni maisha ya upotovu, yani maisha yaliyopotoka. Lakini pia ndani yake yana uharibifu. Na huyu mtu anakosa kuwa na kiasi, lakini pia anakuwa ametawaliwa na tamaa. Mtu asiye na kiasi maana yake ana tamaa. Si ndio? Huko hapo umeokoka kwa sababu kuna staili ya minywele mpaka kwenye ugoko namna hii. Leo unataka ugonge mpaka huko kwenye ugoko, unywele una kiasi kweli wewe? Eti kwa sababu kuna milasta imekuja na milangi na unataka uweke huku jekundu, huku la njano, huku la rangi gani? Wewe Allah. Kwa tukienda kule barabarani tukiona dada poa ameweka namna hiyo, na wewe unataka uweke namna hiyo kweli? Umesuka kichwani kama bendera za wale mashoga kule Marekani. Allah. Tunashangaa huyu mtu vipi? Anaenda na fashion. Wewe mwenye roho na kiasi. Sio kila fashion ni ya kwako. Sio kila fashion ni ya kwako. Unataka uende na fashion zote uende nazo. Eti kwa sababu kuna kubandika ndo tayari likope hili huku hili. Muda wote unangamua na ndio tunangamua. Wewe fashion zingine zikupite kidogo. Allah. Eti kwa sababu imekuja iPhone macho matatu, nyumba yako haijaezekwa, haina madirisha mazuri, wewe mwanaume tani leo unataka iPhone macho matatu. Achana na iPhone macho matatu, tukue Infinix kapaue nyumba. Wewe watoto wanahangaika huku, eti kwa naenda na fashion, nenda huko. Fashion kitu gani? Unaenda na fashion watu wanakufa njaa. Allah. Ni namna gani pale? Haya ni matokeo ya ufisadi, kwa sababu mtu ufisadi ana ubinafsi. Anataka vitu kwa matako yake mwenyewe. Ufisadi. Umelewa. Kuna mtu kalewa nini? Kalewa uroho. Anataka akapige mwenyewe misamaki kule feri, alafu nyumbani anarudi na vidagaa namna hii. Kwani usilete hiyo misamaki tukala wote hapa nyumbani? Mambo gani hayo? Midude mikubwa umetafuna mwenyewe huko, si unatuletea vidagaa. Kwa si ndio wadagaa? Acha hayo mambo wewe. Umekata tangu asubuhi kwenye kahawa ngandinga. Alafu jioni acha kulewa. Matokeo yake ni ufisadi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kuwa na kiasi. Acha kuwa na tamaa. Kila kitu kinakuja kwa wakati wake.
Kila kitu kinakuja kwa muda wake. Na kama una tamaa, bora uwe na tamaa ya kujazwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Maana hiyo ni tamaa njema. Roho Mtakatifu akiingia ndani mwako atakutiisha katika jina la Yesu. Tamaa zingine zinakupeleka kwenye ubaya, lakini tamaa ya Roho Mtakatifu inakujengea tunda la Roho Mtakatifu. Yeye akiingia ndani yako anazalisha tunda la Roho linaitwa upendo. Sio, unaelewa vizuri? Hawakuandika matunda. Si ndio hivyo baba? Wanaandika tunda. Kwa tunda ni moja, linaitwa upendo. Sasa ukiwa na upendo, upendo unazalisha furaha, upendo unazalisha amani, upendo unazalisha utu wema, upendo unazalisha fadhili, upendo unazalisha kiasi, upendo unazalisha upole. Hivi vyote huwezi kuwa navyo kama hauna upendo. Wewe mama nani ulimpigia lini mwezi wa simu? Hilo tunda la upendo limo? Si ndio viashiria vya upendo? Upendo hauongei, upendo unafanyika. Bwana asifiwe sana. Mwanaume alipoambiwa na umpende, kaka, ukiamka asubuhi unaambia nakupenda mke wangu, afu kibati, hujui kala, hujui kafanyaje, wewe umetembea. Hiyo ipo hiyo. Upendo unaonyeshwa. Bwana asifiwe sana. Unaposema ninakupenda, yale ni maneno, lakini ukitenda mtu anasema ninapendwa. Akinuna ukao unamwangalia hivi na mbele kupenda, hajui kama unataka uende ukambembeleze mama. Pole. Kuna nini bwana? Taratibu baba. Ndio tunasema alafu anasema mwenzenu napendwa. Kwani kwa sababu anauona upendo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikiza nikwambie, kuna mtu hajaelewa kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kilichotokea ni nini? Upendo unatenda. Usishie tu kusema Mungu angesema ninaupenda ulimwengu alafu akakuacha, so ungechoma motoni wewe. Maana ulimwengu mwenyewe ni mimi nilokuwa nazingua, niko kitani. Bwana asifiwe sana. Ulimwengu mwenyewe ndio wewe, inawezekana ulikuwa mchawi. Na mchawi sio mpaka wewe unaloga, unaruka na ungo. Hata ukikataa tu mafanikio yangu, mchawi wewe. Haleluya. Ukiwa na husuda, mchawi wewe. Ukiwa unipendi, mchawi wewe. Kwa nini sasa usinipende? Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa onyo la kulewa ni kufanyaje? Ni kuwa fisadi. Tusipolewa kanisa litajengeka katika jina la Yesu. Maana hakutakuwa kuna wamama wambea. Wataanza kusema mmemwona mama fulani leo? Hivi mnamwonaga yule mama? Eti kisa kapendeza mnasema anajisikia. Anajisikia wapi? Naye katafuta za kwako uvae. Umekosa za dukani, katafuta hata za mtumbani, ukizinyosha hazijulikani hizo. Haleluya. Kuliko ukaanza kumsema mmemwona na wewe tunataka tukuone. Sio mmemwona tu wengine. Bwana asifiwe sana. Acha ufisadi ili Mungu aweze kukutumia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Acha ufisadi, Mungu aweze kufanyaje? Kukutumia. Ukiwa fisadi uweze kutumiwa na Mungu, kwa sababu unakuwa umelewa kitu kingine na hujalewa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lakini maana ya pili ya asotia ni hali ya kuishi bila nidhamu, maadili wala heshima kwa Mungu. Ufisadi kwa lugha ya Kigiriki ni asotia, ambayo limetafsiriwa kama ni hali ya kuishi bila nidhamu na heshima mbele za Mungu. Unakuwa huna nidhamu yoyote. Unakuwa huna heshima yoyote mbele za Mungu. Na heshima inatakiwa ianze kwa Mungu, alafu inakuja kwa wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio mtoto Yesu wakati anakuwa alimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa kama utamheshimu vizuri Mungu, wanadamu huwezi kuwachukiza. Labda tutoe tu mfano. Si ndio? Katika viwango vya kuvaa vya kibibilia ninavyojua mimi, viwango vya uvaaji vya kibibilia. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anataka nitaje vazi. Sikutaji vazi, na kutajia kiwango cha kibibilia cha uvaaji. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema na mwanamke weka na mwanaume pembeni. Maana yake na mwanaume pia sana vaa. Kwa mwanamke na mwanaume wajipambe. Kwa kiwango cha kwanza ni kujipamba, kupendeza. Bwana asifiwe sana. Kwa kiwango cha kwanza ukivaa hakikisha umependeza. Hiyo ni kiroho. Mwambie mwenzio kupendeza ni kiroho. Kwa hiyo jitahidi upendeze. Amen. Haleluya.
Alafu anaendelea kusema kwa adabu. Mwambie ukipendeza kuwe na adabu ndani yake. Haleluya. Alafu anasema heshima. Na heshima, Bwana asifiwe sana. Mwambie ukipendeza kuwe na adabu na heshima ionekane. Alafu jambo la 4 anasema kiasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kiwango cha uvaaji cha Biblia ni vitu 4: kupendeza, adabu, heshima na kiasi. Sasa natoa mfano. Maskini ya Mungu, dada watu amebarikiwa kudura za Mwenyezi Mungu. Amejaliwa mtoto mashallah. Sawa? Alafu sasa kavaa ndo kile kimbato kile. Si mnavijua kimbato? Kimbato kile. Kakivaa, alafu ndo mashallah. Ana kudura za Mwenyezi Mungu. Alafu amekuja hapa mbele. Yesu ni mzuri, tuseme ni Bwana. Wewe nikapendeza lakini ana adabu huyo. Huyo ana heshima huyo. Huyo ana kiasi huyo. Sasa vile vile kama hapo tunamwona hana adabu, hana heshima na kiasi. Akipita kwa bodaboda unasikia ni kwa sababu adabu, heshima, kiasi kimekosekana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa Mungu ana utaratibu katika kila eneo. Sasa tufanye hajavaa mbato, kavaa tu kisketi lakini kina mchoro wa ajabu. Si unaelewa vizuri? Kuna zile sketi zetu zile nyepesi. Alafu ndo yuko hapo. Wazee huko mkikaa mkiangalia namna mnasema yes, Bwana ameumba. Kuna adabu hapo? Tuachane na huyo. Ndo kijana kama huyu katokea shule pale. Alafu katinga jinsi yake imechanika ovyo yani mpaka mapaja yako wazi. Alafu yuko ndo anasema yes, niko na fashion. Kwani yuko na fashion, lakini kuna adabu hapo? Mungu ni wa adabu. Mungu ni wa heshima. Ukiwa na ufisadi utatamani tu wewe upendeze bila kuangalia wengine katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Ni lazima tuangalie na dhamiri za wengine ili tusije tukahukumiwa kupitia wao katika jina la Yesu Kristo. Tunatakiwa kwenda sawa sawa. Mtu ambaye hayuko sawa sawa, amelewa, yeye atavaa chochote. Kuna ile miguu iliingiaga ile la mwanaume huko limebana ndi afu linafika mpaka hapa. Sasa ndo unamkuta kijana yuko hapa kwenye place team. Haiwe afudude hapa linacheza namna hii. Ni kweli umependeza kaka, uko vizuri. Inawezekana umepiga na Air Force yako na umemechisha. Lakini heshima ipo hapa, kiasi kipo na adabu. Tukiangalia tunamuona Mungu ndani yako. Tunaona utukufu wa Mungu unatusababisha tunene kwa lugha. Maana kuna mtu unaweza ukamuona roho kalipuka, badala ya kunena kwa lugha ukaanza kunena vitu vingine. Maana si tayari umeona, na macho uzuri ni anaona. Macho yakopeshi, katika vitu ambavyo vikopeshi ni macho. Hata kipita mama mkwe katika staili hiyo macho yataona. Alafu ujinga wa macho yakiona mara moja akirudi akili, kwa sababu tumesema kuna kitu kinaitwa nafsi, si ndio? Nafsi ndio inaungana na akili, inamwambia hebu ona tena, hakikisha. Kwa unakuta sasa badala kukanda hivi una taratibu unasindikizia kidogo kwa macho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu akili iko namna hiyo, inataka uhakikisho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kama amepita mtu mwenye hivi vigezo vya kimungu, wala haina shida. Watu wataona kama kuna kituko kimepita. Bwana asifiwe sana. Amen. Wataona tu kuna mtumishi amepita na maisha yanaenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa kitu cha pili ambacho Paulo anakisema ni kwa habari ya onyo zidi ya ulevi. Jambo la 3 Paulo analizungumza hapa ni amri ya kujazwa Roho Mtakatifu. Ile Efeso 5:18c. Anasema msilewe kwa mvinyo. B anasema ambamo mna ufisadi. C anasema bali mjazwe Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kujazwa Roho Mtakatifu ni hali ya kuongozwa, kutawaliwa na kujawa nguvu, upendo na utendaji wa Roho Mtakatifu. Kujazwa Roho Mtakatifu ni hali ya kuongozwa, kutawaliwa
na kujaa nguvu, upendo na utendaji wa Roho Mtakatifu. Ni kuishi chini ya ushawishi na mamlaka ya Roho Mtakatifu, na sio tamaa za mwili, akili wala mfumo wa dunia hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na lile neno mjazwe kwa Kigiriki ina maana mbili. Maana ya kwanza ni amri. Kwa Paulo alipokuambia mjazwe, alikuwa anawaamrisha. Kwa sio ombi kujazwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Isije ukasema ni amri. Kama kuna wanajeshi hapa watakuwa wananielewa vizuri ninaposema kwa habari ya amri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana yake hakuna kuuliza, hakuna kuhoji. Maana yake umeambiwa unatakiwa ufanye. Kwa kujazwa na Roho ni amri. Kwa Paulo alikuwa anawaamrisha ya kwamba msilewe, lakini mjazwe Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini namba 2 ni endelevu. Ni jambo linaloendelea kila siku na sio tukio la mara moja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwanza ni amri, lakini hilo jambo ni endelevu. Kwa kama ulijazwa jana, leo unatakiwa kujazwa tena. Kama ulijazwa asubuhi, mchana unatakiwa kujazwa tena. Kama ulijazwa mchana, jioni unatakiwa kujazwa tena. Ni jambo ambalo ni endelevu kila siku, kila saa, kila dakika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Lakini pia ukisoma mistari ya chini ambapo sitamani kwenda huko, kuna matokeo ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 19 mpaka wa 20, anatoa matokeo kama manne hivi ambayo Roho Mtakatifu akikujaa ndani yako, hayo matokeo yanatokea. Leo sitamani kwenda huko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Natamani tubaki hapa kwenye kujaa Roho Mtakatifu. Kuna tofauti ya kubatizwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kubatizwa ni jambo ambalo linatokea mara moja wakati mtu anampokea Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yaani unapompokea Yesu Kristo unakuwa umebatizwa, unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini kwa kadiri sasa unatembea, unakuwa unajazwa na ujazo wa Roho Mtakatifu. Unapojazwa na ujazo wa Roho Mtakatifu, unazalisha kitu kinaitwa upako. Upako ni nguvu ya Mungu itendayo kazi tukiwa tuko kazini. Kwa kadiri ambavyo ninajazwa na ujazo wa Roho Mtakatifu, ile nguvu ya Mungu inadhihirika ndani yangu. Kwa ninaanza kutembea katika udhihirisho wa nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo hai. Ndipo pale maandiko yanasema ya kwamba mnaweza mambo yote kwake atutie nguvu. Ile jambo la kuweza au kuwezeshwa ni kwa sababu una upako wa kuweza kwenye hicho ambacho unakifanya katika jina la Yesu Kristo hai. Natamani kuambia kwamba upako ufanye kazi kanisani tu peke yake. Mpaka tunapokuwa barabarani, upako unatakiwa kufanya kazi katika jina la Yesu. Tunapokuwa kazini, upako unatakiwa kufanya kazi. Tunapokuwa kwenye mambo yetu, upako unatakiwa kufanya kazi katika jina la Yesu. Popote ulipo, upako unatakiwa kutambulika ya kwamba kuna jitu lenye upako hapa, na ule upako unazirika katika jina la Yesu. Ndipo ilivyo mbingu duniani, na sisi ndio tuko hapa tunamwakilisha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana unapaswa kujazwa na Roho Mtakatifu. Kila siku unataka kujazwa na Roho Mtakatifu. Ili unapopika mdada. Haleluya, haleluya. Wadada wangapi wanapika? Sasa leo nikupe mbinu mpya. Tumesema upako ni udhihirisho wa nguvu za Mungu unapokuwa huko kazini. Pale unapika pale mama mtu. Wakati unapika pale sasa, alafu unaanza unamfiri Roho Mtakatifu yuko pale. Alafu unaanza kunena kwa roho. Unanena kwa roho, unachukua chungu unaweka. Unaanza kukaangiza, lakini huko katika roho, katika jina la Yesu Kristo hai. Maana yake ni nini? Unapata maelekezo ya mbinguni kutoa msosi katika jina la Yesu. Natamani nikwambie, maana haikuwahi kuchosha pale jangwani. Hicho chakula kitakuwa cha kawaida. Maana ni chakula kilichopikwa na mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Ni chakula kilichojaa na mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Maana yake ni Mungu Roho Mtakatifu pamoja na mdada wameandaa chakula, watu wakapika. Peleka chakula hicho mezani, utasikia leo kapika nani? Aya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu popote anatakiwa kufanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu anasema mimi niko busy. Wewe hauko busy, hujamshirikisha Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe nafasi, nataka niende nikaabudu. Atakupa mipango na mipangilio.
Utashangaa kazi zako umemaliza mapema, on time, alafu muda wa ibada huko ibadani unabubujika katika roho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utashangaa mambo yanaenda, mipango yanaenda. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umempa nafasi Roho Mtakatifu, umejazwa katika Roho Mtakatifu. Sikiliza nikwambie, wakati Yesu anaongea na mama Msamaria, yule mama alikuwa ni mtu ambaye anaabudu katika milima, wengine walikuwa wanaabudu katika majengo kama sisi. Ndio maana akamwambia Yesu, akamwambia, sikiliza nikwambie, Wayahudi wanaabudu kule Yerusalemu, maana walikuwa wanaabudu katika mahekalu. Anasema na sisi wa Samaria tunaabudu katika mlima ule unaoitwa ni mlima Zalimu. Alafu Yesu anamwambia, sikiliza mama, unisadiki, manake uniamini, saa inakuja ambako waabudu harisi watamwabudu Baba kule Yerusalemu, wala watamwabudu Baba kule katika milima, ila watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu ni roho, na waabudu harisi imempasa kuabudu katika roho na kweli. Hivyo saa yenyewe ni sasa katika jina la Yesu Kristo. Natamani nikwambie kanisa, hiyo saa imekwisha kuwadia. Hiyo saa ni sasa ambayo waabudu harisi hawatamwabudu Baba katika dini zao, hawatamwabudu Baba kwa akili, hawatamwabudu Baba kwa kazi, hawatamwabudu Baba kwa namna nyingine yoyote, ila watamwabudu Baba katika roho na kweli katika jina la Yesu Kristo. Ninapotembea maana ni Mungu niko ninafanya naye ibada. Ninapokuja ibadani maana nakuja kuendeleza ibada, sio kuanza ibada. Toa hiyo maindi ya kusema ninaenda tu kuabudu pale kwenye jengo. Hapa tunakuja kuendelea kumtukuza Mungu aliye hai, na ndipo pale ambapo Roho anashuka na kutuhudumia. Ukiona mtu Roho anashuka na kutoa macho namna hii, maana yake hakuwahi kufanya ibada alikotoka, lakini aliyakuwa anafanya vitu vingine. Lakini natamani kuambia kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo tunapaswa kumwabudu Mungu katika roho na kweli katika jina la Yesu Kristo. Na huo ujazo wa roho ni ujazo ambao kila siku watu wanapaswa kujazwa. Na ndio maana wakati Yesu anawatokea wanafunzi wake akawaambia kwamba msitoke Yerusalemu mpaka mvike uwezo utokao juu. Lakini mbele kidogo sura ya kwanza Matendo ule mstari wa 8 anawaambia mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni ahadi ambayo anaendelea kuahidi kama ambavyo zamani watu waliahidiwa kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Sikiliza, wewe anaandika nasema ya kwamba nyakati za mwisho nitamimina Roho wangu kwa watu wenye mwili. Maana hiki ndio kizazi ambacho tunaishi katika nyakati za mwisho, na kama umempa Yesu maisha na una mwili, ni haki yako kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 2, kitabu kile cha Matendo, tunamuona Roho Mtakatifu akishuka juu ya kanisa. Maandiko yanasema ni kama uvumi, ni kama ndimi zilizogawanyikana kwa moto. Maandiko yanasema wote wakajazwa na ujazo wa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Maana yake ishara ya nje ya kuwa umejazwa na ujazo wa Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha, lakini ishara ya ndani ni kwamba nguvu ya Mungu iko ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Unatembea katika viwango visivyo vya kawaida. Haikuishia hapo, ndio maana ninakwambia ujazo ni kila siku. Matendo sura ya 3, watu wasiokuwa na elimu na Yohana pamoja na Petro katika majira ya saa 9 wanaenda kusali, wanamkuta kiwete, wanamwambia sina fedha, sina dhahabu, ila nilicho nacho ndicho nikupata. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, simama. Tulitotenda kazi sio yale maneno, ila ni upako ulio ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Ni shauku yangu nikwambia ya kwamba umeenda kazini kwako, alafu mtu anakuambia ninaomba jelo nikanue panado. Unamwambia sina jelo wala sikupi jelo, lakini nilicho nacho ndicho nikupata. Kwa jina la Yesu pokea uzima, maana upako uko ndani yako na uzima unatokea katika jina la Yesu Kristo. Huo ndio utendaji wa Mungu ndani yetu, huo ndio uwezesho wa kimungu ndani yetu. Matendo sura ya 4, Petro na Yohana wanabishana na baraza la Sanhedrini, wale wazee 70 wenye akili, wamesoma, wana madigrii ya theology, lakini wazee ambao wamekuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu wanashindana na hekima zao. Wanawaambia mwenu nyinyi wenyewe. Hao walipotazama wakasema hawa wana elimu, lakini haya wameyatoa wapi? Wakatambua walikuwa na Yesu, na huyo Yesu aliahidi ujio wa Roho Mtakatifu, na wamekwisha kujazwa Roho Mtakatifu, kwa wanatembea na kufanya yasiyowezekana. Roho Mtakatifu anathibitisha kile ambacho Yesu alisema, msijiulize mtasema nini, maana atawapa la kusema saa hiyo hiyo.
Ukiwa na ujazo wa Roho Mtakatifu, hauna hofu utajibu nini watakapokujia juu. Hauna hofu utasema nini katika jina la Yesu Kristo. Matendo sura ya 4 kwenye mstari wa 30, maandiko yanasema kanisa lilipoomba, huyo Roho Mtakatifu anaingia kwa njia ya maombi Bwana. Wakati wanaomba, na maandiko yanasema ya kwamba mahali pale pakatikiswa, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Sikiliza, utakapojimimina katika maombi, hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu itaingia, huo ujazo wa Roho Mtakatifu utaingia. Matendo sura ya 5, bado Roho Mtakatifu anaendelea kutenda, bado kitabu cha Matendo kinaendelea kuandikwa. Roho Mtakatifu kupitia Petro, wakati Safira na Anania wamemdanganya Mungu, Roho Mtakatifu, Petro anawaambia ya kwamba neno la hekima linakuja ndani yake. Anawaambia mmemdanganya Roho Mtakatifu na kumdanganya Mungu. Ndipo wale watu wanakufa chini na wananguka wanakufa, ni kwa sababu ya udhihirisho wa Mungu, Roho Mungu aliye hai. Hivyo tunapokuwa na huo upako, kama kuna wachawi watasitirika katika jina la Yesu, kama kuna wazimu watasitirika katika jina la Yesu. Kanisa litakuwa tena vuguvugu, kanisa litakuwa ni lenye moto. Wataogopa kuingia hapa, na vile vile wakija wenye magonjwa wataponywa ugonjwa wao, maana Roho yuko katikati yetu katika jina la Yesu. Matendo sura ya 6 tunaona mashemasi wanachaguliwa waliojawa na Roho Mtakatifu. Usitarajie kupewa chochote kanisani kama hujajazwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Uchaguzi mzuri unachaguliwa na Mungu mwenyewe. Kwa walipojazwa na Roho Mtakatifu, wanamweka Stefano, wanamweka Filipo, watu waliojawa na Roho Mtakatifu. Sifa kubwa ya kiongozi ni kuwa na Roho Mtakatifu ndani yake, maana yeye ndiye anakusaidia kuongoza sawa sawa. Mashauri ya Mungu ni tofauti na mashauri ya wanadamu. Unatembea katika viwango hivyo. Ile Matendo sura ya 7, Stefano akiwa kimejaa Roho anaanza kubishana na wale baraza, halafu watu wanachoma mioyo yao. Hivyo unapoenda kushuhudia, hakikisha Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Wanaanza kuangalia, wakamsagia meno, lakini mwanaume akaangalia maumivu. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu amemjaa ndani yake. Akafunua macho yake, akaona mbingu zimefunguka. Wakati wanapiga mwili ni kama umekufa ganzi. Ni kwa nini? Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Anamwona Yesu amesimama, anamwona mwanaume akiwa anamwambia, mwanangu haina shida, nimezalisha tunda la Roho Mtakatifu linaloitwa uvumilivu. Unavumilia mateso yote, hauoni kuwa mateso ni chochote. Ndipo pale anasema, Baba, ninaomba uwasamehe, maana wajua walitendalo. Kama kuna mtu ana uchungu hapa, ni kwa sababu hajasamehe. Kama kuna mtu ana uchungu hapa, ni kwa sababu hajasamehe. Lakini ukijazwa na Roho Mtakatifu, msamaha utaingia ndani yako katika jina la Yesu. Msamaha utaingia ndani yako katika jina la Yesu, na uchungu utaondoka katika jina la Yesu. Matendo sura ya 8 tunamwona mwinjilisti anaitwa Filipo, anakimbilia kule Samaria, anakutana na mtu mmoja anaitwa Elima mchawi. Yule mtu Bwana alikuwa anaitwa Simoni mchawi. Yule mtu aliwadanganya watu kwa mambo mengi. Maana yake chumaoleti na wadanganya watu, kuna waganga na wadanganya watu, kuna vitu vinawadanganya watu. Lakini wewe uliyejaa Roho Mtakatifu, ukitokeza mbele yao, utachukua tensheni zao, utatembea siwezekana. Maana Roho atakutumia sipo kawaida katika jina la Yesu. Maana Roho atakutumia sipo kawaida katika jina la Yesu. Ndipo uwezesho wa Roho Mtakatifu, ndipo yule Filipo alitenda aliyoyatenda. Lakini pasipo Roho asingeweza chochote, pasipo huyo Roho asingefanya chochote. Matendo sura ya 9 tunakutana na Sauli ambaye alikuwa anaitwa yeye ni Sauli, lakini baadaye akabadilishwa jina akaitwa Paulo. Ni kwa sababu alikuwa ni muuaji, lakini Yesu akamtokea ule uvuli na uweza na utukufu wa Mungu, akageuka kwa kipofu. Lakini Matendo sura ya 9 anawekewa mkono na Anania, maana vitu vinatoka machoni, anajazwa na Roho Mtakatifu. Kumbe unaweza kujazwa kwa kuwekewa mikono juu yako na Roho Mtakatifu akaingia ndani yako. Maana yake unahamishiwa nguvu kutoka kwa mtu mwenye nguvu katika jina la Yesu Kristo. Hata wewe leo ambao uko hapa na unajazwa ujazo Roho Mtakatifu, tutaweka mikono juu yako na hiyo nguvu itaingia ndani mwako katika jina la Yesu. Usikubali kutoka kama hujajazwa, maana Roho akiingia ndani yako vifungo vinaondoka. Kama ambavyo Paulo macho yake alikuwa yaone, lakini Roho alipoingia vifungo vikaondoka, akaanza kuona tena katika jina la Yesu. Usiogope mfungo hivyo navyo, usiogope shida ulizonazo, usiogope hazo ulizonazo. Roho akiingia ndani yako, kila kilichopo kitaondoka katika jina la Yesu. Matendo sura ya 10, Petro akiwa anahubiri neno namna hii, kama ambavyo ninalihubiri neno,
nyumbani mwa Kornelio, wale watu wa Samaria, wale waliokuwa mataifa. Halafu Roho Mtakatifu akashuka kwa nguvu, akawajaza watu wote, maana Roho Mungu hana upendeleo. Yoyote aliyejiconnect atamwona huyo Roho, yoyote aliyejiconnect ataiona hiyo nguvu. Matendo sura ya 12 tunakutana na watu ambao wamekaa wanaanza kufundishwa, lakini wanaulizwa mlimpokea huyo Roho? Wanasema hata kumjua hatumjui. Paulo anawawekea mikono na wanajazwa na ujazo Roho Mtakatifu. Kanisa, naomba uelewe ya kwamba huyo Roho Mtakatifu yuko hapa na kila siku lazima ujazwe naye. Huyo Roho yuko hapa sasa, aliye tayari ataiona hiyo nguvu. Nyosha mikono yako. Kuna watu wameanza kufunguliwa, kuna watu wameanza kufunguliwa, kuna vifungo vimeanza kuondoka, kuna watu wameanza kumwisi huyo Roho, kuna watu wameanza kumwisi huyo Roho. Jiconnect na huyo Roho, hebu jiconnect na huyo Roho. Ndio operation ya Roho, operation ya Roho. Huyo Roho Mtakatifu ni wa kila siku, huyo Roho Mtakatifu ni wa kila siku, huyo Roho Mtakatifu ni wa kila siku. Ndio haya operation, haya operation, ndio operation pale, haya operation pale, haya operation pale, haya operation pale, haya operation pale. Kuna operation inafanyika mahali, kuna mtu anashughulikiwa mahali, Roho Mtakatifu anashughulika mahali, Roho Mtakatifu anashughulika mahali, katika jina la Yesu. Rapase delebos, 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 rapase delebos. Ndio Roho, ndio Roho, ndio Roho, ndio Roho. Yuko pale, yuko pale, yuko pale Roho Mtakatifu, yuko pale Roho Mtakatifu, yuko pale Roho Mtakatifu, yuko pale Roho Mtakatifu. Anaachilia uwezo, uwezo, uwezo. Hiyo nguvu, 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 hiyo nguvu. Haya, hiyo nguvu ya ajabu, hiyo nguvu ya ajabu, hiyo nguvu ya ajabu. Ndio hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu. Rabababo segelebo, rabababo segelebo, rabababo segelebo. Hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu. Ndio. Haya, hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo nguvu. Hiyo nguvu inatembea, hiyo nguvu inatembea. Kuna watu wameanza kufunguliwa, kuna watu wameanza usiache. Hebu endelea kujiconnect, hebu endelea kujiconnect. Kuna nguvu inapita ndani yako, kuna nguvu inapita ndani yako, kuna nguvu inapita ndani yako. Ndio. Achilia operation, achilia operation, achilia operation, achilia operation. Rabababose, 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 rabababose. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika huyo Roho. Kuna vifungo vinapigwa pale, kuna vifungo vinapigwa pale, kuna vifungo vinapigwa pale. Haya. Hiyo nguvu, 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 umeona. Saidia huyo atakuleta hapa, ili akukamea ndani yake. Katika jina la Yesu, hiyo nguvu, hiyo nguvu. Kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanafunguliwa. Hiyo. Kanisa, simama kwa miguu yako. Kanisa, simama kwa miguu yako. Kanisa, simama kwa miguu yako. Hiyo nguvu iko hapa, usianze kushangaa. Hiyo nguvu iko hapa, ndio hiyo. Haya, kamata. Natilia uweza, ndio. Haya, hicho kifungo. Haya, kuna wale wanapigwa, kuna tumbo linapigwa, kuna tumbo linapigwa, kuna tumbo linapigwa, kuna tumbo linapigwa, kuna tumbo linapigwa. Rapasekelelebosi. Kuna mtu ana kichwa kinamuuma, hicho kichwa kinapigwa, hicho kichwa kinapigwa, hicho kichwa kinapigwa. Katika jina la Yesu, uwezesha. Hiyo ni nguvu ya kawaida, hiyo ni nguvu ya kawaida. Haya. Likarabosa kata. Hajiconnect kwa Bwana, hajiconnect na Rabos. Rapasekelelebos. Rikarabos. Horamos. Reposa kata. Unasema unahitaji nguvu pita mbele. Unahitaji nguvu pita mbele. Pita mbele, niombe na wewe. Simama ukifika hapa. Simama kwa mbele, simama kwa mbele. Unahitaji nguvu, simama kwa mbele. Unahitaji nguvu, simama kwa mbele. Simama kwa mbele, simama kwa mbele. Unahitaji nguvu, simama kwa mbele. Rapasekelelebos. Rikarabos.
Unapeleka nyuma kule kaombe. Simama hapa mbele unahitaji nguvu. Simama hapa mbele wadumu nisaidie kuweka mistari vizuri. Nisaidie kuweka mistari vizuri. Unapasa kimbele boss. Wale boss akapelele boss. Ukifika hapo usikie kwa kimya. Ukifika hapo usikie kwa kimya. Mwambie Roho akusaidie. Mwambie Roho akusaidie. Mwambie Roho akusaidie. Tunahitaji huyo Roho ili viwango viongezeke. Tunahitaji pia Roho Mtakatifu anaondoa hiyo shida katika jina la Yesu. Karama shikidele boss. Leo amekuona Bwana, amekuona leo, amekuona leo. Jiconnect tu. Hebu jiachilie, yuko hapa. Haya anakuita Roho. Tumishi wa Mungu chukua maiki sasa. Haya anakuita Roho. Tuombe pamoja sasa. Haya anakuita Roho. Roho anashuka, jiconnect. Usikie kwa kimya, jiconnect. Amini tu ya kuwa Roho yuko hapa. Amini tu ya kuwa anaenda kutenda. Amini tu. Haya hiyo nguvu. Haya Roho Mtakatifu karibu. Achilia mafuta kwa ajili ya watu ambao wameachia nafsi zao. Ameanza kulia mayaya anakuaga Roho wake sahihi. Roho Mtakatifu ni maombi yetu asubuhi. Asiweka bila kuchafua. Asiweka bila kueleza. Roho Baba, usinisema nitakwenda siku. Nikamwomba Baba ili atumbele yako tayari. Hiyo yetu na Roho wako sahihi. Roho wako sahihi. Achilia tumbo wako yuko hapa. Achilia.
Bali haiwezi kutembea bila yeye. Roho Mtakatifu ni shahidi ya nchi iwezekane. Sasa hivi anapoongeza kuna vitu vinatokea. Kuna vitu vinatokea. Kuna vitu vinatokea. Kuna vitu vinatokea. Kuna vitu vinaachia. Kuna neema inaachiliwa. Kuna neema inaachiliwa. Kuna neema inaachiliwa.
Kwa jina la Yesu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Ilo tumbo nalifungua, ilo tumbo nalifungua, ilo tumbo nalifungua. Jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka. Funguka jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea Yesu. Namas moto. Moto. Karamas. Karamas. Haya ndio. Haya ndio. Haya kila mahali. Kila mahali. Haya kila mahali. Haya kila mahali. Kila mahali. Napasi Yesu. Acha. Mungu aache lugha ambayo anaongea kuna vitu. Acha. Acha. Acha kuzuia. Acha na Mungu anakupa. Acha na Mungu. Napasa ndio. Karamasa. Furaha na lejea hivyo anakupa tumeji mbele kwa jina. Wacha shekete wewe. Wacha tu. Kama sana sekete hayo nguvu. Hayo nguvu. Mamlaka chini. Chalo. Mamlaka kubwa na chini hapo. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Hayo nguvu. Chaza ndio yako. Rabasata. Pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Riposa. Hiyo nguvu.
Katika jina la Yesu Kristo Mungu hai, usikae kwa kimya kanisa. Endelea, roho yuko hapa. Endelea, roho yuko hapa. Ili fursa unaweza kuitumia. Ili fursa unaweza kuitumia kumwambia roho unachokitaka. Ili fursa unaweza kuitumia kumwambia roho unachokitaka. Mwambie roho akujaze kwa upya. Mwambie roho akusaidie. Usikae kwa kimya kanisa. Usikae kwa kimya kabisa. Endelea kujiungamanisha. Endelea kujiungamanisha katika jina la Yesu Kristo Mungu hai. Kama hujawahi kabisa kunena kwa lugha, weka mkono wako mmoja kifuani. Hujawahi kabisa sema kweli, huwa nasikia uwepo wa Mungu lakini sijawahi kunena kwa lugha. Weka mkono wako kifuani. Roho Mtakatifu, huu ni wakati tunataka madhihirisho ya kwanza aliyosema kwenye kanisa la kwanza, kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Yuko hapa, tutamsikia. Utaanza tu kunena mwenyewe, utaanza kunena. Ukisikia kinywa chako kinafurika, kuna kitu unataka kuongea, uwezi, ruhusu, usizuie. Ndio. Huu ni wakati sasa watu wanapewa kunena. Ndio. Funika tu macho yako, atakuruhusu. Ndio. Unapewa lugha mpya. Roho Mtakatifu, wape lugha mpya. Wape lugha mpya. Hata kama uko kule nyuma, jiachie. Wape lugha mpya. Achilia lugha mpya. Usiogope, jiachie. Ukisikia kitu unataka kuongea, usiogope kuongea. Ukisikia kuomba, usiogope kuomba. Tamka. Rama pade koya baselefe shenezi. Ifapre papemele yaslefa presko shaya. Ifapre papemele yalishaya koliante. Ishapre balbala zaya mayande. Apepe shaya modeli ya shaya mande. Imafre pa presko shaya teste ya mande. Jachie. Bwana anaongea, anakupa lugha mpya. Sio hadithi, ni kweli anakupa lugha mpya, ni kweli. Tell makasa ya mateja. Patricia Gades Belan Fred Mashas. Kuna binti pale nimemwita Jo. Huyo hapa Jo.